Msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania Afande Misimu ametoa taarifa rasmi kwa umma akieleza kuwa chombo hicho cha usalama kinafuatilia kwa ukaribu mkubwa harakati zote za uhamasishaji wa maandamano zilizopangwa kufanyika nchini tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka 2026. Afande Misimu amebainisha kuwa jeshi hilo limebaini uwepo wa nia ofu inayofichwa nyuma ya kivuli cha harakati hizo ambazo zimekuwa zikitangazwa kama maandamano ya amani ya siku ya Sabasaba kupitia majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Katika ufafanuzi wake, msemaji huyo ameeleza kuwa mifumo ya ulinzi na ufuatiliaji ya jeshi la polisi inayofanya kazi kwa sasa 24 imegundua mabadiliko makubwa ya mwelekeo wa maandaaji wa makutano hayo, ambapo wameacha kufuata misingi ya sheria za nchi na sasa wanajielekeza katika kuhamasisha vitendo vya kijinai na uhalifu uliopangwa. Uchambuzi wa kiusalama unaonyesha kuwa malengo ya siri ya waratibu hao yanajumuisha kufanya vitendo hatari inayolenga kufurugu utulivu wa taifa na kuingiza nchi katika taharuki kubwa ya kiusalama kinyume na sheria zilizopo za nchi. Harakati hizi za uhamasishaji zimekuwa zikiendelea kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati mashuhuri wakiongozwa na Mange Kibabi pamoja na Maria Sarugi wakishirikiana na makundi ya Watanzania wanaoishi nje wanaojulikana kama diaspora pamoja na raia wengine waliopo ndani ya mipaka ya nchi. Waandaji hao wa maandamano wamekuwa wakidai kuwa lengo lao kuu ni kushinikiza upatikanaji wa haki mbalimbali zikiwemo uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kutoa maoni, haki za demokrasia na kutoa malalamiko kuhusu matukio ya utekaji wa raia yanayodaiwa kutokea nchini. Aidha, wanaharakati hao wanatumia kumbukumbu za matukio ya watu waliopoteza maisha mnamo tarehe 29 ya mwezi Oktoba kama sababu ya msingi ya kudai uchunguzi wa haki, huku wakisisitiza uhitaji wa kuwa na uchaguzi huru na za haki pamoja na mchakato wa kupatikana katiba mpya ya nchi. Wafuasi hao wanadai kuwa katiba ya sasa inawapa haki kamili ya kufanya maandamano hayo ya amani, na wakiwa wakiliomba jeshi la polisi kutimiza wajibu wao wa kuwalinda washiriki badala ya kuzuia harakati hizo za wananchi mitaani. Hata hivyo, jeshi la polisi kupitia mifumo yake ya kiupelelezi limebaini kuwa mipango ya ndani ya waandamanaji hao inahusia vitendo vya uchomaji moto wa majengo ya shule ili kusababisha mshtuko mkubwa na hofu kwa wazazi na walezi wa wanafunzi kote nchini. Afande Misimu ameongeza kuwa ripoti ya siri inaonyesha uwepo wa mikakati ya kufunga barabara kuu za usafirishaji, kushambulia raia wasio na hatia, kukata watu vichwa na kutekeleza mauaji dhidi ya baadhi ya wananchi kwa lengo la kuleta mparaganyiko ya kijamii. Zaidi ya hayo, msemaji wa polisi ameeleza kuwa washiriki hao wamedhiriki kuhamasishana kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama waliopo kazini ili kuwanyang'anya silaha za moto kwa makusudi ya kuzitumia kufanikisha uhalifu wao mkubwa waliopanga kutekeleza siku hiyo ya tarehe 7 Julai. Hatua hizi zote zinasemekana kuwa ni hatari kwa usalama wa maisha ya watu na mali zao, kwani zinavunja misingi ya utawala wa sheria na kukiuka mikataba yote ya kikanda na kimataifa inayosimamia usalama wa taifa huru. Polisi wamesisitiza kuwa uhamasishaji wowote wa vitendo vya uhalifu hauwezi kukubalika chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hakuna raia mwenye haki ya kisheria ya kutahadharisha amani ya nchi au kukiuka haki za raia wengine kwa kuwajengea hofu na kuwazuia kufanya shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato cha kiuchumi.
Wakati huo huo, mzee mmoja maarufu mtandaoni anayejulikana kwa jina la Clemens Mwandambo amejitokeza na kutoa onyo kali kwa umma kuhusu madhara ya kushiriki katika maandamano hayo yaliyopangwa. Mzee huyu alijizolea umaarufu mkubwa katika kipindi cha nyuma kwa kuwa mkosoaji mkubwa wa mamlaka za serikali bila uoga, na kiwa muumini wa karibu wa harakati za kudai haki na chaguzi huru, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita wa mwaka wa 2025 kabla ya kukamatwa na polisi mara kadhaa na kwa tuhuma za uchochezi na kuhatarisha usalama wa nchi. Mabadiliko ya msimamo wa mzee Clement Mwandambo baada ya kuachiliwa huru na jeshi la polisi yamezua maswali mengi miongoni mwa wananchi mtandaoni, kwani ameacha kabisa harakati za zamani na sasa amekeuka mtetezi mkubwa wa utulivu wa nchi. Katika taarifa yake hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii, Mwandambo ametahadharisha vijana wote nchini kuwa watakaojaribu kuandamana watakutana ana kwa ana na athari ya kupoteza maisha yao kwa kupigwa risasi na vyombo vya dola, kwani amani ya nchi inapaswa kulindwa kwa nguvu zote. Amebainisha kuwa wanaharakati maarufu kama Mange Kibabi, Maria Sarugi, Eldan Newton na Rich Dangwa hawatakuwepo eneo la tukio kuwasaidia, kwa kuwa wao watakuwa wamebaki salama nchi za nje wakipiga kelele kupitia kompyuta zao, huku vijana maskini wa maeneo ya Goba, Mazenze, Soko Matola, Majwera na Tegeta wakipoteza maisha yao mitaani bila kupata msaada wowote kutoka kwa viongozi hao walio ughaibuni. Mwandambo amesisitiza kuwa Tanzania ni taifa huru lenye serikali yake na mipaka yake kamili, na aliendeshwa na mazingio kutoka mataifa ya Marekani au Ulaya. Hivyo raia wanapaswa kuzingatia utafutiaji wa fedha na maisha yao badala ya kufuata ushauri wa wao waliowaita kuwa ni wauni wanaotaka kufuruga nchi. Amefafanua kuwa serikali haiwezi kuingilia maisha ya mtu anayetafuta fedha kwa njia ya halali, lakini wale watakaojifanya wajanja na kuanzisha fujo mitaani watapigwa risasi, kwa sababu uwepo wao unaleta hasara kwa taifa, na amani wakati mwingine inalinda kwa kutumia risasi ambazo asijagui mtu yeyote yule. Kiongozi huyo wa maoni ametoa wito kwa raia wema kujiepusha na ushawishi wowote unaolenga kuvunja sheria, na badala yake wajiteke katika kulinda amani, usalama wao binafsi, na kuacha vyombo vya dola vitimize wajibu wake wa kikatiba wa kulinda usalama wa nchi na raia wake wote, ili uchumi uweze kukua na watu waendelee na shughuli zao za kila siku bila hofu yoyote ya kiusalama. Mwisho kabisa, mzee Clement Mwandambo amewataka Watanzania wote kuacha tabia ya kusikiliza uchochezi kutoka kwa watu wasioitakia wema nchi, na badala yake wajiteke katika kazi za maendeleo ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na umaskini. Ameeleza kuwa wale wote wanaotaka amani waendelee na shughuli zao za kila siku, si za usalilishaji mali, huku wale wanaokaidi maelekezo ya serikali watakabiliwa na nguvu ya dola.